Wakati Israel ikishirikiana na Marekani katika kupinga kile inachosema ni Iran kumiliki silaha za nyuklia, taifa hilo linadaiwa kwamba lilikuwa na silaha za nyuklia tangu mwaka 1960, lakini hili ni jambo la siri ambalo sasa limekuwa hadharani. Ni siri iliyo wazi kwamba Israel inamiliki silaha za nyuklia kuanzia miaka 1960. Wiki iliyopita ilidai kuwa Iran ilikuwa inakaribia kupata silaha za kinyuklia. Israel ilianzisha mashambulizi dhidi ya taifa hilo la Kiajemi, lakini Iran ilijibu kwa makombora ya balistiki ya masafa marefu, na nchi zote mbili sasa zimezama katika mzozo unaozidi kuongezeka licha ya jitihada za Rais wa Marekani Donald Trump kuhakikisha vita hivyo vya siku 12 vinasitishwa, licha ya pande zote mbili kuendelea na shutuma, kila mmoja akidai kwamba amefanywa mashambulizi. Israel ndio taifa pekee katika Mashariki ya Kati lenye silaha za nyuklia. Xavier Bohigers, daktari wa fizikia na mtafiti katika chuo kikuu cha Dallas cha mafunzo ya amani, chombo huru kinachotambua amani, usalama na ulinzi wa silaha, aliliambia shirika la habari la BBC. Iran ina uranium inayorutubishwa hadi 60%. Shirika la habari la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA lilisema mwezi Machi, lakini kama Bohigers alivyoeleza, anasema ili kutengeneza bomu la nyuklia ni lazima urutubishe zaidi ya 90%. Zaidi ya hayo, Israel haikutia saini mkataba wa kueneza silaha wa nyuklia NPT, tofauti na nchi nyingine kama vile Iran, Marekani na Urusi. Hii ina maana kwamba haiko chini ya mkataba kama huo kama watia saini wengine ambao wanakabiliwa na ukaguzi wa mara kwa mara wa vifaa vya nyuklia. Hata hivyo, ni mwanachama wa IAEA ambapo hakabiliwi na ukaguzi wa lazima kwa vifaa vyake vya nyuklia. Kutoka kwa chanzo kimoja cha moja kwa moja, mhandisi wa nyuklia wa Israel Mordechai Venun, ambaye alifanya kazi katika kiwanda cha nyuklia cha Israel na baada ya kufukuzwa kazi, alizungumza na The Sunday Times mnamo mwaka 1986. Ameuambia ulimwengu kwamba Israel ilikuwa na mpango wa nyuklia unaoendelea. Hii ilimfanya afungwe miaka gerezani. Sera rasmi ya Israel juu ya umiliki wa silaha za nyuklia inajulikana kama Amimot au utata wa makusudi, kwani kama tunavyosema haijathibitisha au kukanusha umiliki wa silaha za nyuklia za aina yoyote. Mwenendo huu wa Amimot bila shaka ni mchango wa kipekee zaidi wa Israel katika enzi za nyuklia. Avni Cohen, profesa wa masomo ya kutengeneza silaha na mtaalamu wa masuala ya nyuklia ya Israel, alielezea katika ripoti ya House of Lords ya nchini Uingereza. Sasa sio sera kwa Israel. Shimon Peres, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu na rais wa Israel, alizungumza juu ya hili katika wasifu wake. Alisema, "Tulijifunza utata una nguvu kubwa. Shaka ilikuwa kizuizi chenye nguvu kwa waliotaka mauaji ya pili ya Holokausti," anasema rais huyo wa zamani. Kwa hivyo inatakiwa kufanywa ukaguzi wa mara kwa mara. Wakati katika masuala yote ya kijeshi si Israel au nchi nyingine zina uwazi katika suala la nyuklia. Kwa njia hii inaonekana kama analinda maslahi yake. Kinachotokea ni kwamba tunajua ana mpango wa nyuklia, tunajua alikuwa na mfululizo wa mabomu na tunajua anaweza kutumia, anaeleza daktari huyo wa fizikia. Kwa hiyo uwezo huu umevunjwa tu na taarifa za nje, si kwa Israel kutangaza au kukataa kutangaza nia yake. Cohen alielezea katika ripoti yake kwamba utata huu unairuhusu Israel kujilinda dhidi ya vitisho vilivyopo pamoja na sifa za kisiasa inavyohusishwa navyo kuhusiana na masuala ya nyuklia bila malipo yoyote kisiasa, kidiplomasia au hata maadili kwa milki ya nyuklia. Gazeti huru la kila siku linalomunga mkono Netanyahu, Israel Hayom, gazeti kubwa zaidi lililosambazwa nchini humo, liliandika katika makala ndefu kwa nini Israel ina siri kuhusu suala la nyuklia, kuhusu uwezo wake wa nyuklia na mambo mengine ya kinyuklia. Kulingana na gazeti hili, lengo kuu la Israel ni kuzuia kuenea kwa nyuklia kwa gharama yoyote, na kwa hivyo wafuasi wake wa sera ya Amimot wanahoji kwamba kuacha sera hii kunaweza kusababisha kuongezeka kwa kuenea kwa nyuklia katika Mashariki ya Kati na kusababisha mashindano ya silaha hizo. Kituo cha kudhibiti silaha na kutoeneza silaha kinasema kwamba ukosefu huu wa uwazi ni kizuizi kikuu cha kuanzisha eneo lisilo salama la silaha za maangamizi makubwa katika Mashariki ya Kati, na hii anasema inawakilisha changamoto mara kwa mara.
Je, inajulikanaje kuwa Israel ina mpango wa nyuklia? Taarifa za kwanza kuhusu uwezo wa nyuklia wa Israel zilitoka katika mkataba wa mwaka 1962 na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu makubaliano kati ya Ufaransa na Israel ambayo yalipelekea kujengwa kwa kiwanda cha nyuklia huko Dimona, kusini mwa taifa hilo katika miaka 1950. Ushirikiano na Ufaransa ulikuwa ni kujenga kinu ili kupata plutonium, na imeelezwa kuwa utafutaji wa ramani za Google kwa jiji hilo unaonyesha kuwa kituo cha utafiti wa nyuklia cha Negev kiko umbali wa kilomita 10 katikati ya jangwa. Hapo awali kiwanda hicho kilielezwa kama kiwanda cha nguo, eneo la utafiti lilieleza. Baadaye pia katika miaka 1960 waziri mkuu wa wakati huo Israel David Ben-Gurion alirejelea hadharani juu ya mpango wa nyuklia wa Israel. Alikuwa katika hotuba mbele ya bunge la Senate na alisema kuwa kituo cha utafiti wa nyuklia kilikuwa na madhumuni ya amani kabisa. Hata hivyo, kulikuwa na malalamiko katika vyombo mbalimbali vya habari juu ya siri hizi. Ilikuwa ni katika miaka 1980 ambapo mpango wa nyuklia wa Israel ulijulikana kwa undani zaidi kupitia gazeti la Sunday Times. Mnamo mwaka 1986 ilijiunga na kikundi cha kupinga nyuklia huko Sydney, Australia, na hapo ndipo walikutana na waandishi wa habari na wa kujitegemea ambapo walielezea uhalisia wa mambo, lakini kimsingi walificha jambo zito: kumiliki silaha za nyuklia. Na hadi wakati huu inadaiwa kwamba bado Israel inamiliki silaha hizo na haifahamiki ina vichwa vingapi vya nyuklia hadi wakati huu, kwa sababu inafahamika ina silaha hizo, lakini haikutoa taarifa kwamba wanamiliki vinu vingapi ama wanamiliki vichwa vingapi vya kinyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Kupitia The World News utaweza kuyajua mengi ya ulimwengu.